Mke wangu, leo ndo nimegundua kwa nini Kibiriti huwa anaendaga makaburini. Nimeenda makaburini na nimefukua. Baada ya kufukua sijakuta mwili, nimekuta mgomba, ndo uomba unauona. Mme wangu, umepata ujasiri kwenda makaburini peke yako hata kunishirikisha? Ni kweli, lakini si kila kitu naweza nikamwambia mwanamke. Kuna vitu vingine vinabaki kiume. Bwaga. Mimi kazi yangu tayari nimeshaimaliza. Sasa tukitoka hapa tukienda pale Kilingeni na kuruhusu uondoke kwenu. Sawa. Afadhali kabisa kwa maana manyanyaso unanipatia manyanyaso makali sana. Kwa mamangu nikimwambia mama yule mganga yule dogo alionielekeza kuja kunitibia na kuja kuniulia huko polini kwenye mamito ya tembe tembe ya mauti na maubaya huko polini. Jini we enjoy my majini we. Enjoy my 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 Kumbe hili jambo liko serious Samahani mzee wangu. Hivi unajua chochote kinachoendelea kwenye hiki kijiji kuhusu Kolabu? Maana kijiji kizima wanajua kama Kolabu anatafutwa. Je, mwenzangu utakuwa unajua lolote? Unaweza kanidokezea kidogo? Hapo napata shaka kidogo kijana wangu. Au na wewe ni mmoja kati ya wale ambao wananipeleleza mpelelezi? Mwangalie Marasta. Mimi nikajua unaniuliza jambo la msingi bwana. Labda nikwambie tu kitu kimoja. Hayo masala ya Kolabu kamuulize Muhimba. Kwa sababu hilo unaloliwaza wewe kwenye akili yako lilivyokuwa ndogo kama dawa ya Piriton, ndivyo hivyo wajinga wenzio wamekuaminisha mimi najua. Wale ni vijana. Huenda tayari mtoto wa watu mwanafunzi. Ni vijana mazafanda. Ashapata mimba. Mmemtorosha au labda wamechukuana wameenda kufanya starehe zao mjini. Wewe unaniuliza mtu mzima kama mimi. Kwanza umpata wapi ujasiri wa kunisimamisha hapa? Mzee mkubwa mtu mzima, narudia tena na mindevu yangu. Unaniuliza maswali ya Kolabu. Alafu huyo mtoto atakuja kuatia matatizoni hivi vijana. Siku nyingine ukiniona, narudia tena, siku nyingine ukiniona, nione kama aeroplane. Hauwezi kuipanda kama unavyopanda daladala. Sijui unanielewa? Mimi najua wewe ni mbea wa kijiji. Mambo yote karibia yanayoendelea kijijini unayajua. Kwa hiyo unaweza ukawa unajua Kolabu yuko wapi. Wewe kijana, baba yako ananijua.
unazaliwa na kuona hivi. Mpaka kinyesi nimekuosha. Siku nyingine nitakuja kupiga wewe. Ai, kama upepo. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa huruma, tumekosa dira. Dunia ya sasa kisasa nafanya mabaya na uadui umekithiri, tena una haya, hauna haya. Mambo yanatokea kwenye dunia ya kushangaza, uchawi umeumiza wengi, binadamu badilika, kizingiti kimezua balaa, kizingiti kimeleta shida. Huyu katembea na mwanafunzi chumbani kamfia, nangaika kumzika, kiu chawi wamechukuliwa, watu nashindana uchawi, wengine narogana. Hey, yule amekosa mwana huruma. Kizingiti, 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 na watesa wa kizingiti, 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 kizingiti. Kuna mambo ya uchawi sana, kizingiti, wengine rogana sana. Unajua hii issue iko serious sana. Yaani paka dakika hii mimi sielewi tunafanyaje. Ila mimi nilikuwa na wazo moja kaka. Unaonaje wewe ukaondoka ukaenda kwa Mkuza ukaenda kumweka wazi kuhusiana na hii issue nzima? Hivyo unajua unachokiongea? Unachukulia jambo kiwepesi sana. Eti muhimu. Yaani mimi nitoke hapa niende kwa Mkuza. Hivi hujui kwenda kwa Mkuza ni sawa kwenda kutibua maji ya tulia? Wewe unajitaka ujitaki? Hili jambo mdogo wangu limekaa Kiswahili sana. Kwa hiyo kama limekaa Kiswahili na sisi acha tuende hivyo hivyo linavyotaka. Kwa sababu gani? Tumeichukua maiti nyumbani. Tumeenda tumeifukia. Tunarudi nyumbani. Tunaikuta maiti tena kitandani. Wewe unaona jambo la kawaida hili? Kwa cha msingi ninachokiwaza mimi, kwa kuwa plani A imeshindikana, twende plani B. Na plani B yenyewe twende tutafute mtaalamu. Tukishapata mtaalamu, ina maana tunamuelezea jambo kama lilivyo. Kitu kingine pia, hata ndugu zake Lisora wakija kuligundua, tusijulikane kwamba ndo sisi tumeua. Na swala la kusema kwenda kwa Mkuza, hilo haliwezekani. Omi, mbona una mawazo ya kitoto sana? Ile ni damu ya mtu ujue. Wewe usichukulie poa kusema utatafuta mtaalamu. Wataalamu wenyewe wajanja wajanja. Wewe useme kwamba mtaalamu aje kukutibia usionekane, hilo linawezekana hilo? Yaani mdogo wangu bila kwambia unaniambia mimi na mawazo ya kitoto. Ah, wewe mkubwa ulimaliza. Yaani mwanaume unasusa. Susa. Bwaga, mimi kazi yangu tayari nimeshamaliza. Na imani minala yote inasoma. Sasa sina budi kukuambia uondoke nyumbani kwenu. Nadhani utakuwa umenielewa. Huna cha kunilipa wewe hapo, ila ukishafika kwenu nitafute, utaniletea sadaka yangu siku yote. Sawa, bana mimi nasema ina lillahi la juu. Kwa maana toka umetoka kunyosha kwenye yule mtu wako wa Yordani, ukanyosha mara 7, sasa hivi najiona niko skankaga. Naziona kabisa satellite zinasoma, network zinapanda, mishale zinapanda, zile nguzo za mishale zile naziona kabisa zinapanda vizuri. Unaona? Lakini kuna vitu tukawa tuelewane kidogo. Unaona? Fundi beskeli na fundi pikipiki wakishatengeneza pikipiki ni lazima azijaribishie. Hivyo hivyo mpaka kwa fundi gari.
Akishatengeneza lazima aijaribishie gari, kuipiga nolinda, kuikunja kona, kuipeleka huku na huku. Sasa kitu kimoja kinanishinda kwa fundi nyumba, akishajenga nyumba anaruhusiwa kujaribishia. Unaona? Sasa kwenye kujaribishia basi na umenitibia nimeshapona, ajaribishie. Yaani mimi nijaribishie mimi? Wewe usinichukulie poa mimi. Si unanielewa bwaga? Yaani mimi napenda watoto wadogo lakini sio kama wewe. Na type zangu dogo vidogo. Akatona anza kunisifia kwa mimi ninanili Bob Marley, Lucky Dube, nafanana na Michael Jackson. Niko na kulamba tu, na kupamba na kujaza. Haujafanana na Michael Jackson wala sijui Lucky Dube. Baba, yaani wewe nakuona kama sokwe huko. Kwa uzuri hata una kumpita Lucky Dube wewe. Sura kama unajiandaa kung'onga. Endelea. We yo wongo mate foka la fo. Vitu vingine vinakuwa vya kigaidi, kile muuaji kabisa mwanamke anaanza kunijabisha. Sawa bana, kwa vile mimi umenitibia nimepona, tuseme inshallah Mungu ametenda wema kwa kila kitu. Mimi baada hapo ningeomba niondoke, lakini kuna kitu ningeomba niulize kwanza kabla sijaondoka. Maana naweza nikaondoka na vitu viwili kwa mkupuo afu nashindwa kuelewa ni kitu gani kilichonichanganya mpaka nikashindwa kuja kukuulizia wewe vizuri. Kuna maswala yanakuwa yananishinda kuyaelewa kwa upande wako wewe. Unaona? Muda mwingine unakuwa kabisa huko ni mtu mzuri, mwema, mtakatifu. Unaweza kula na wageni, umetengewa hapo na wageni unakula vizuri. Muda mwingine akili unakuwa unazipiatika wapi unachaluka. Unakuwa kama nyanya chungu. Haya, unaweza kaniambia who by the way please again later now. Bwaga, mimi maisha yangu ya kweli hayakuwa hivi. Mke wangu, leo ndo nimegundua kwa nini Kibiriti huwa anaendaga makaburini. Nimeenda makaburini na nimefukua. Baada ya kufukua sijakuta mwili, nimekuta mgomba, ndo uomba unauona. Mme wangu, umepataje ujasiri kwenda makaburini peke yako hata kunishirikisha? Ni kweli, lakini si kila kitu naweza nikamwambia mwanamke. Kuna vitu vingine vinabaki kiume. Haya, nipe nikahifadhi ndani. Huu nitabaki nao mwenyewe, na kupitia mgomba nitajua kila kitu. Kuna nini hapa kinachoendelea? Mbona sielewi? Mimi nilikuwa mwanamke ambaye nikialikwa shughuli, kama nipo Kigamboni, shughuli kwa Mbagala, hata kwa mguu niko tayari kwenda. Si unanielewa? Imani tu nikakicheza kigodoro, nicheze singeli, nitimue vumbi nionekane. Na biduka sarakasi mimi kama sina akili mzuri. Sijaishia hapo. Mimi kitambaa cheupe pale kama mtasema mimi ndo bodyguard, nilikuwa napanda juu ya meza. Si unanielewa? Keti la bia mimi nakunywa kama nakunywa soda. Lakini kilichonikuta, majini hata alipotokea, mizimu hata alipotokea, ikanitaka mimi nitibie. Lakini kinyuhalisia wangu mimi siyapendi haya maisha. Sipendi kuwa mganga, lakini nitafanyaje? Na wao ndo wamenichagua mimi. Hakika story yako imenisisimua sana. Yaani nimejikuta ninalia kwa uchungu, nimeumia sana. Yaani nimelia hatari. Story yako inanisisimua sana. Haki ya Mungu, umepitia magumu. Mwanamke wewe ulikuwa unaenda kupanda vitambaa vyeupe, sasa hivi unakuona kama vitambaa vina rangi kadhaa. Kutoka kwenye kitambaa kimoja cheupe na unaona sasa hivi una rangi 3, nyekundu, nyeusi na vitambaa vingine vingi. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa dira. Dunia ya sasa kisasa nafanya mabaya na uadui umekithiri, tena una haya. Mambo yanatokea kwenye dunia
ya kushangaza. Uchawi umeumiza wengi, binadamu badilika kizingiti. Sogea hapo, sogea hapo. Mbona umekuja peke yako? Kulabu sijamuona kaka. Hivi unahisi mimi ni mtoto mdogo kama wewe? Taila mento chizi. Nyamarwa, sitaki kukufanyia tukio mpaka marehemu baba akajisikia vibaya. Mimi najua kabisa wewe unajua mdogo wako yuko wapi. Kama hayuko shule atakuwa kwa mwanaume huyu. Ule muda uliniambia niende nikamtafute. Wakati naelekea maeneo ya shule nikakutana na marafiki zake ambao wanaongozana nao. Nikawaulizia wakaniambia Kulabu tangu saa 4 hawajamuona tena. Ikabidi nifike hadi shule. Walimu nao pia wakaniambia hivyo hivyo, tangu alipotoka mapumziko hawajamuona tena darasani. Kwa hiyo sijajua tena alipo. Hakuna cha kutokujua hapa. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa huruma, tumekosa dira. Kaka wewe? Naam. Habari vipi ndugu yangu? Salama. Sasa bro, dada anaumwa kiberiti, hata ungia taarifa ameshindwa. Shida nini kwani? Wewe nani alikwambia kiberiti anaumwa? Nimesikia tu mtaani kwenye pita zangu kuwa ndugu yangu kiberiti anaumwa. Umesikia, lakini mimi sijakwambia. Alafu sio kila ngoma inayopigwa lazima ucheze. Kuna zingine za wachawi, achana nazo. Kwa hiyo sijahitaji mawazo yako, na kama ningehitaji mawazo yako ningekutafuta. Sijawahi kuamini katika maisha yangu mawazo ya mtu mfupi. Kaka, huyo mtu mfupi unayemdharau wewe ndiye aliyegundua ngazi. Sina pesa ya kukusaidia, ila nitakusaidia mawazo pia vile vile. Mimi nikwambie kitu kimoja tu. Acha umbea, acha unafiki. Sebene la mchana uchezwa na watoto, na sebene la usiku uchezwa na watu wazima. Mungu anajua kumpa mtu stahili yake. Mungu kakupa fungu lako. Ameona kabisa huyo mtoto nikimwacha ataenda kunyorodoka, ataenda kuwa mtu mbaya, muuaji, kile kankiri, ndangaji. Akamwa akupe uganga utambe nao. Sasa unatamba nao kwenye mapoli, sio kiwanja nani? Kiwanja si kitambaa cheupe huko. Sawa bana, shukrani sana kwa yale ulionitendea. Nimeona mkono wake Bwana. Umenitendea mambo mema mazuri ya kupendeza. Bala mimi nilikuwa nataka sasa nirudi nyumbani kwa Njombani Mali. Nene nikamuone, maana nimemwacha masaa 2-3, anajua kanimisi hatari. Aya. Sasa ukishaenda huko nyumbani, usisahau kumleta huyu mjomba Mchumali nimtibie. Yaani mimi namtaka huyo. Nataka ninyonge akifika huko. Yaani nitamtibu kwa kumnyonga na navuta ndevu. Ana imani atakuwa na ndevu. Yaani ana ndevu. Zipo zimekaa kimanyako nyako, si ndevu, yaani hata rangi zinanichanganya, si ni nyeupe, nyeusi, za blue, si rangi gani. Lakini anazo ndevu yule. Unaona? Ila sasa atembee kikongo yule kazeeka. Nitamnyosha. Na imani kidogo sidishi. Hapa nitakuja kuliweka vizuri dishi yake na kasa na chaneli zote zitasoma. Eti. Atajua ajui, maana naona kwa gani mjuaji kweli ya. Sawa. Mimi nitaenda kumleta Njombani Mali kwenye wheelchair. Unaona? Lakini hizi siku 2-3 hizi sina nauli za kuondoka kwenda mkoa. Kwa nilikuwa naomba nikae hizi siku 2-3 hizi nivumilie, kama kuna sehemu ya kwenda kupiga hata kulima huko nalima, napata nauli naondoka naenda kuchukua Njombani. Basi sawa, bwaga. Mimi nimekubali utabaki hapa. Kwa sababu hata hivyo mimi hapa niko peke yangu, utanisaidia kazi za hapa.
ila tu tutakuwa tunavumiliana. Nitakachokuwa nakipata nitakuwa nakupa hivyo hivyo, nikikosa wewe unanielewa. Oho, Masalo vipi? Kama kaa. Habari yako? Safi kama kawaida. Ni vijana mbona huwa hampendi kunipa shikamoo yangu? Samahani, shikamoo. Haya, marahaba. Unasemaje? Masalo, samahani. Kuna jambo kidogo lina uzito. Naomba tupate nafasi tukae kidogo tuzungumze. Kama yuko kwa mwanaume na wewe mwanaume unamjua, nenda ukamchukua umlete hapa. Hapana kaka, mimi sijui, lakini usinitafutie kesi ya mauaji. Usinitafutie kabisa. Takunyonga, mimi sichelewi hapa. Dakika 2 zimo, dakika 2 hazimo. Sijui unaelewa vizuri? Kama kaenda kwa mwanaume, akatoka kule akafika hapa nyumbani, kichefuchefu, mimba, mimi nilee toto la mtu ambalo silijui. Nyanyuka hapo sasa hivi. Uende ukamchukue mdogo wako. Hivyo nielewi. Kwa hiyo unavunga msiri, unajificha. Unamficha mwanaume, unaficha kwa mdogo wako, hayuko kwa mwanaume. Sasa huyo mwanaume aliyemchukua mdogo wako, nenda na wewe huko, mkaolewe. Wawili, toka hapa. Toka urudi na Baraka. Takuwa wewe bwana Isaya. Pumbafu. Na hii safari itakuwa kwa mbwembwe hii. Wanafunga mataila. Mimi mento, sina akili kabisa hata kidogo. Mnanichezea hapa. Tokeni wote, naenda kumfuata mke wangu na kuja hapa naishi naye. Sasa ndugu yangu, kuna jambo moja nataka utusaidie. Unajua sisi na wewe sio tu ukaribu. Wewe ni ndugu yetu. Anavyojua kawaida ya ndugu huwa wanabebana kwenye kila changamoto. Ni kweli umemuona mdogo wangu na Kolabo. Na nimekaa vizuri na mdogo wangu, nimemuuliza vizuri muhimu, akaniambia ni kweli alikuwa na Kolabo. Na kwa tetesi zinazoendelea, huyu Kolabo haonekani. Sasa wasiwasi wangu lisije likatokea la kutokea muhimu akawa matatizoni. Kwa hiyo shida yangu mimi nilikuwa naomba sana ili swala uliflashi. Yaani tulifanya likawa siliishi hapa. Lisije likasambaa ikaja kuwa tatizo. Ndugu zake wakaja kagundua kwamba alikuwa na muhimu. Yeye ndo atakuwa shahidi wa kwanza. Hivyo. Omi, nyinyi ni vijana ambao mmekuwa hapa na waona na wajua vizuri sana. Labda wewe nikutoe wasiwasi kwa sababu mwanaume ameumbwa na kifua pamoja na koromeo. Nashukuru sana. Sijui unanielewa? Nakuelewa vizuri hapo. Ila Omi, asali ni tamu sana. Narudia, asali ni tamu sana. Ila ina kasoro. Sasa Masalo, mbona kama mwanzo tulikubaliana vizuri, hapo sasa hivi unaweka kwenye mabano, nishike lipi? Sina hiyo maana. Na kasoro ya asali kwa sababu imetengenezwa na uchafu na mdudu. Mimi niko sambamba na wewe. Basi mimi niseme nashukuru sana. Tuko pamoja. Basi naomba unisaidie ndugu yangu, chonde niko chini ya miguu yako. Usijali, kuwa na amani. Nangaika kumzika, kiu changu umechukuliwa, watu nashindana uchawi, wengine narogiana, yule amekosa mwana huruma. Kizingiti, kizingiti, kizingiti. Yaani kumbe watu weupe wakiwa machizi wanakuwa kama zombi. Mkuza.
Karibu. Asante. Mume wako Mbwembwe nimemkuta? Hapana, ametoka. Sasa ujio wangu mimi hapa ni juu ya huyu mke wangu. Mbwembwe alidai anataka kamtibie dada yake, nikampatia na akaja naye huku. Sasa kamtibu au amezidi? Asisahau kwa huyu ni mke wangu na nimemwoa kwa taratibu zote. Kwa hiyo akija hapa Mbwembwe, mwambie Mkuza amesema mrudishe mke wake. Sasa kwa nini usimbebe ukaondoka naye mpaka umsubiri mwenyewe arudi? Yeye si ndio alimwijia kwangu? Basi yeye mwenyewe inabidi amrudishe kwangu. Na hiyo nataka kesho afanye hivyo. Kama ikizidi kesho, sijui nini tamfanya. Wewe usirudi kwa mume wako. Kubanana banana tu hapa. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa huruma, tumekosa dira. Dunia ya sasa kisasa nafanya mabaya na uadui umekithiri, tena una haya, hauna haya, mambo yanatokea kwenye dunia. Kulabwa, ulikuwa wapi muda wote huu? Alafu mbona viatu huna chini, afu begi alipo? Umeviacha wapi? Na muda wote huu ulikuwepo wapi? Sisi tunakutafuta mpaka saa hizi. Kakako anabwata kwa hadi ataka kuua watu. Na shule tangu saa 4 umetoka, ulienda wapi? Laki Mboga, mimi kuna kazi yangu bado sijaimaliza. Nikimaliza nitarudi nyumbani. Kazi? Kazi gani? Wewe usitaki kunitania. Naomba twende nyumbani kakako akakuone. Usinitafutie balaa saa hizi. Sio, unanielewa? Twende. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa huruma, tumekosa dira. Dunia ya sasa kisasa nafanya mabaya na uadui umekithiri, tena una haya, hauna haya, mambo yanatokea kwenye dunia ya kushangaza. Uchawi umeumiza wengi, binadamu badilika. Kizingiti kimezua balaa, kizingiti kimeleta shida. Huyu katembea na mwanafunzi chumbani kamfia, nangaika kumzika, kiuchawi wamechukuliwa. Watu nashindana uchawi, wengine narogiana. Hey, yule amekosa mwana huruma. Kizingiti, 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 kizingiti. Toba. Nikuomba mandazi yangu. Hebu nipe. Nipe mandazi yangu. Nikuomba mandazi yangu. Hivi unajitambua wewe? Kaka tajina yako. Aya toka. Nikuomba mandazi yangu. Babu. Nyao.
Kibiliti uko wapi? Hata sijui. Ila alikuwepo hapa. Alikuwepo hapa sijui kaelekea wapi. Nini maana yake? Mimi si nilikuacha na wewe hapa. Mimi nilitoka mara moja. Sasa narudi hata sijamkuta. Kwani mimi nilikwambiaje wewe? Kama ulikuwa na safari zako subiria mimi nifike, alafu ndio uondoke nibaki na Kibiliti hapa. Ongea hadi nashindwa namna ya kuongea. Yaani unanichosha. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa huruma, tumekosa dira. Dunia ya sasa kisasa nafanya mabaya na uadui umekithiri, tena una haya, hauna haya. Mambo natokea kwenye dunia ya kushangaza, uchawi umeumiza wengi, binadamu badilika. Umempata wapi? Hivi Mbwembe una akili sawa sawa kweli? Ndio na akili. Unajua kabisa dada yako ni chizi. Inakuwaje leo unamwacha mwenyewe anazurura mapolini? Ndugu yangu naomba unisamehe. Nilimwacha na wifi yake. Kwa hiyo inawezekana wifi yake alitoka akamwacha pale. Ndio huyo akatoroka. Hivi unachokionekana kisikia au? Angekutana na wewe niko polini wangemfanyia nini? Wangemfanya kitu kibaya. Leo nimemkuta bondeni kule anataka kujirusha kwenye maporomoko. Je, nisingekuwa mimi leo ingekwaje? Usijali, mimi namjua na ndio maana nikamzuia. Isingekuwa hivyo ningemwacha, maana mtatu na machizi wengi, ila huyu anafahamika. Kibiliti, twende nyumbani. Nenda. Kama upepo wa Milembe ananing'ang'ania, anataka kuondoka na mimi. Kwa hili wa Milembe. Na uadui umekithiri, tena una haya, hauna haya. Mambo natokea kwenye dunia ya kushangaza, uchawi umeumiza wengi, binadamu badilika. Kizingiti kimezua balaa, kizingiti kimeleta shida. Huyu katembea na mwanafunzi chumbani kamfia. Kwema? Kwema. Za siku. Salama tu, sijui wewe. Salama. Samahani. Kuna kitu nataka nikuulize ndugu yangu. Umeanza hivyo? Na kitu ambacho nataka kuniuliza namba kiwe cha msingi na cha maana. Hivi ule Kibiliti, ule uchizi wake ni amri ya Mungu au ndo kuna mkono wa mtu kidogo? Kwani unamwona chizi yule? Mwenzako ana akili timamu yule na anajua mwenyewe anachokifanya nini, ila tu anajichetua. Ana akili timamu kweli yule? Maana yake kila mtu anamjua kama yule akili zake sio nzuri. Yaani ukimuona tunajua kabisa yule akili zake zimeruka. Leo hii unasema ana akili timamu? Mimi sinakaa naye ifi yangu na namjua yule sio chizi mzima. Alafu uache umbea. Fanya mambo mengine shoga yangu, mengine achana nayo. Uwe na kaba. Sawa. Eti mimi leo naonekana mbea. Wakati yule mtu anaonekana kabisa akili zake haziko sawa. Yaani hata mtoto azaliwe leo pia anamuona kabisa yule chizi. Leo hii mimi naonekana mbea. Kweli dunia jamani na watu. Binadamu tumebadilika, dunia ya sasa tumekosa huruma, tumekosa dira. Dunia ya sasa kisasa nafanya mabaya na uadui umekithiri, tena una haya, hauna haya. Mambo natokea kwenye dunia ya kushangaza, uchawi umeumiza wengi, binadamu badilika. Kizingiti
kimezua balaa, kizingiti kimeleta shida. Simama hapo hapo. Aya, nilikwambia usirudi hapa bila kuja na huyo mdogo wako. Sasa mbona umekuja mwenyewe? Au umemwacha hapo kwenye kona? Wakati naendelea kumtafuta nilikutana naye njiani. Ila nilipomkuta nikamwambia tuondoke nyumbani. Nashangaa mimi nimegeuka nyuma, mwenzangu amenikimbia, sijui alipoelekea. Amekukimbia. Wewe nilikwambia ukirudi hapa mwenyewe na kufanyeje? Sina kuuliza. Utaniua, utanivunja miguu. Na kuua au na kuvunja miguu? Safi sana. Ngoja nije. Sasa ngoja nikuvunje hizo miguu zako mbwa wewe. Ungesimama sasa ungeona ningekuvunja mguu mwana Isaya wewe. Ameta kuvunja miguu unarudi. Acha umeumiza wengi. Binadamu badilika. Kizingiti kimezua balaa. Kizingiti kimeleta shida. Huyu katembea na Mwenzenu naumwa, mama, mwenzenu naumwa, mama. Teremka mkae, mama, teremka mkae, mama. Nipeleke kwa mganga, mama, nipeleke kwa mganga, naumwa. Nipeleke kwa mganga, mama, nipeleke kwa mganga, naumwa. Mwenzenu naumwa, mama, mwenzenu naumwa, mama. Mwenzenu naumwa, mama, mwenzenu naumwa, mama. Nipeleke kwa mganga, mama, nipeleke kwa mganga, naumwa. Nipeleke kwa mganga, mama, nipeleke kwa mganga, mama. Teremka mkae, mama, teremka mkae, mama. Teremka mkae, mama, teremka mkae, mama. Mwenzenu naumwa, mama, mwenzenu naumwa. Boka. Mtaalamu. Kikubwa utekeleze kile nitakachokwambia na ufanye dawa yangu kama ninavyotaka. Najua kuna mengi unayapitia magumu, lakini hayo ni ya walimwengu tu. Boka, kikulacho kinguoni mwako. Tatizo lako unapenda kumwamini sana mtu. Kaa ukijua kwenye ulimwengu unatakiwa kujiamini wewe mwenyewe tu na si mtu mwingine. Unapitia changamoto nyingi sana kwenye kazi zako. Wewe ni mtu wa kuahidiwa kila siku. Na kuonea huruma sana Boka. Kwenye haya matatizo yako unayoyapitia Boka, anayesababisha ni mzee wa makamu. Kukutajia, ukishaimaliza utajionea mwenyewe. Alafu majibu. Sasa kaza, nitakusaidia wewe. Ila nyoka huwa kumkanyaga mkia. Jaribu sana unapotembea macho, sababu huyo nyoka atakapokugonga kufa. Sasa hata siku usije ukamfanyia kitu, muache atahukumiwa.
Umenielewa? Nimekuelewa mtaalamu. Nini? Yaani wewe kichwa chako nini? Kina mdudu ambaye Umesha kama simtaki, labda ndani. Okay. Sasa basi naona wewe fanya hivi. Chukua spiki kizima wajue kabisa kama umtaki. Sasa ngoja nitangaze. Taki! Umeridhika? Wewe chizi wewe. Afu ona gumu nitakuumia. Mume wake. Ndio shasema mimi simtaki. Nenda kwa simu. Afu Niangalie. Kumbe nyinyi watu changanye. Watu ila wangekuwa wao hawa wange. So, mbona ni masipatolo? Mimi napendaga taarifa jamani. Chele. Hapana, mjua wauaji. Ni wauaji. Kanyaga Nyenyero ni muuaji. Salamu wangu. Unaonaje wakakamatwa wakaenda kupiga hata sipendezwe kumuona muuaji mbele mbaya sana hasa nikisikia harufu ya. Limetokea kama bahati mbaya namna mjanga. Kama tumekusudia hapa. Nyinyi kuna mzee mkuu. Na yeye akam ili awatie nyuma. Ndio. Yule hajafa. Na wachezea michezo ya ule mwili wake unatumia ili ayafanye haya na ndo kawaida yake. Sasa basi mimi naweza kuwasaidia. Dawa. Nazungumza atakapowatokea. Nataka kumwona. Nani? Mimi hapa. Sawa. Nina masharti. Dawa. Hata kazi yangu itakapomaliza. Sisi tumeelewana? Ndio mganga. Amani. Kononi au niweke mfukoni? Mtu hii siri itabaki kwako wewe. Hiyo dawa nilio hapa kwambia. Zisipite siku. Ikipita hizo siku tatu chana anakufa kweli. Asa mama, mimi nashiba hivyo. Yangu utashiba hizo 2. Baadaye jioni nitapika. Unajua mwanangu chapati 2 si. Na sasa mimi nakulaga chapati na hizo. Afu na nikiacha mwanangu hapa ungejuwa nilivyochoka nimepigiwa simu. Hapa ndo na staki kama vipi nipe kunywa chai. Chai hiyo ya kula. Kula afu na haya, kula. Vipi kuhusu wewe kula? Nasikia si kapoti imekuwaje? Mama. Mkuu kwa mkubwa angepotea. Mimi sio kolabwa. Hiyo ni lakini. Mimi natoka. Hapo ukimaliza ujisomee. Haya mama. Zili mara moja nakuja sasa hivi. Kama za kazi zote sawa? Sawa mwanangu?
watesa wa kizingiti. Kwa mmenielewa? Tulia. Yaani ulivyosema tu ndo. Toto. Pelete. Unajua mimi napenda watu wenye mikazo. Fundi. Hii yenyewe kiboko. Mungu mganga wangu hakuna kitakacho vitu vyako. Kaipa zupla zangu. Nchi gani ina kukwetwa wapo? Na mganga wangu Malkia. Sasa hao wanaonekana waje. Tupige. Yala. Bilangu linaganisha. Halijai kupelekwa kwa mimi ni dokta. Ataki kutoa siri za kila na shida zake na zitabaki hata za kwako pia zitabaki. Upo titi. Alafu alamishi kutoka kwako. Hapa Kilingeni sioni peleka nchuma. Kakusema kwamba tuteka jifya la malaka ugali tule. Ni mgonjwa. Kishani daba vizuri kabisa mwaga na jisi kama na mimi nimezaliwa Njito. Unaweza toka nilosu. Na mimi nasema kongwe. Mganga wewe ukakorofishe kipika hata viugali ule. Hapa ratiba kwenda nyumbani hapa Kilingeni pia hakuna. Wewe kula after jioni. Kwa hiyo kama ulizaliwa Njito, mbona ukaja kunene pia Kilingeni kwangu? Kwenye dunia tangaza meumiza wengi binadamu. Kizingiti kimezua kizinga. Wanafunzi kuliwa shindana uchana rogana amekosa mwana. Kizingiti kuna mambo ya ucha